Katika kile kinachoonekana kuwa sakata linalozidi kuzua mjadala mkubwa nchini, mkuu wa polisi Inspector General Mekanja ametoa taarifa rasmi kuhusu madai ya kutoweka kwa mbunge wa Juja George Koimburu, akieleza kuwa hakuna ushahidi wowote uliopatikana katika eneo la tukio unaoashiria kuwa mbunge huyo alitekwa nyara. Kwa mujibu wa taarifa ya IG Kanja, uchambuzi wa awali uliofanywa na maafisa wa polisi haujapata dalili zozote zinazothibitisha madai ya utekaji. Hakuna ushahidi wa mapambano, mashahidi wa moja kwa moja, wala vielelezo vyovyote vinavyoweza kuonyesha tukio la kihalifu lililotokea. Hii inakuja siku chache baada ya taarifa kusambaa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii zikidai kuwa mbunge Koimburu alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana. IG Kanja kwa sauti kali na yenye msimamo alionya kuwa ikiwa itabainika kuwa mbunge Koimburi alidanganya au aliratibu tukio hilo kwa nia ya kupotosha umma au kupata huruma ya kisiasa, basi sheria haitasita kuchukua mkondo wake. Sheria ipo wazi. Kama mtu atapatikana ametoa taarifa ya uongo kwa vyombo vya usalama, hiyo ni kosa la jinai. Hatutasita kumchukulia hatua yeyote anayepotosha au kujaribu kulaghai mfumo wa haki, alisema IG Kanja akiwa mbele ya wanahabari. Tukio hili limeibua maswali mengi miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa siasa. Je, kweli kulikuwa na jaribio la utekaji? Ikiwa sivyo, nini hasa kilitokea kwa mbunge Koimburi hadi akawa hayupo kwa muda na kurudi akiwa kimya? Je, huu ni mfano mwingine wa wanasiasa kutumia hila za kisaikolojia ili kujijengea umaarufu au kuepuka majukumu fulani? Wakati hayo yakiendelea, baadhi ya wananchi kwenye mitandao ya kijamii wameelezea wasiwasi wao kuhusu hali ya usalama wa viongozi na wananchi kwa ujumla, huku wengine wakilalamikia kile wanachokiona kama usanii wa kisiasa unaolenga kuwachezea akili wapiga kura. IG Kanja amesisitiza kuwa uchunguzi bado unaendelea kwa kina na kwamba vyombo vya usalama vitahakikisha ukweli unapatikana bila kupendelea upande wowote. Amehimiza familia ya mbunge, mashahidi wowote au mtu yeyote mwenye taarifa zinazoweza kusaidia katika uchunguzi kujitokeza kwa uaminifu. Sakata la madai ya utekaji wa mbunge wa Juja limegeuka kuwa fumbo linalochanganya wengi. Katika taifa ambalo limejifunza kuamini na kutilia shaka kwa tahadhari, ni muhimu sana kwa viongozi kuwa mfano wa ukweli na uadilifu. Ikiwa taarifa hizi zilikuwa za kweli, basi haki itendeke. Lakini kama zilikuwa propaganda au mchezo wa kisiasa, basi hatua kali zinapaswa kuchukuliwa ili kulinda heshima ya vyombo vya usalama na imani ya wananchi kwa taasisi za dola.